Katika miongo kadhaa iliyopita, wanawake wa Tanzania wamekuwa wakipigania nafasi zao katika uongozi wa kisiasa. Kuna waliothubutu kusema tuna rais wa kuambiwa fanya, atafanya. Kuna waliothubutu kusema hatuna rais, tuna house girl. Kuna waliothubutu kusema maamuzi ya kitchen party yale ambayo nilikuwa ninafanya. So you could see imani ya wenzetu anaposimama mwanamke. Ingawa kumekuwa na maendeleo, changamoto bado zipo. Je, uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 utaleta mabadiliko makubwa kwa wanawake katika siasa za Tanzania? Tanzania imepiga hatua kwa kiasi fulani hivi katika kuwawezesha wanawake kushiriki katika siasa na kushika nafasi za uongozi. Baadhi ya wanawake walioweza kuvunja vizuizi vya mfumo dume ni pamoja na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, rais wa kwanza mwanamke wa Tanzania. Kwa wale ambao wana mashaka mwanamke huyu ataweza kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nataka niwaambie aliyesimama hapa ni rais. Rais Samia Suluhu Hassan aliweka historia mwaka 2021 alipoapishwa kuwa rais wa Tanzania baada ya kifo cha Rais John Magufuli. Kabla ya hapo, alikuwa makamu wa rais wa kwanza mwanamke nchini. Uongozi wake umeleta mjadala mkubwa kuhusu nafasi ya mwanamke katika siasa, huku wengi wakiona kuwa ni hatua kubwa kuelekea usawa wa kijinsia katika uongozi wa kitaifa. Unapotaka kuondoa na kujenga imani kwa wenye mtazamo mwingine, fanya yale yanayotarajiwa ili alete imani na alete kuaminiwa. Tumefanya yaliyotarajiwa, lakini nadhani kwa kiasi kikubwa imani ile sasa imeondoka. Yule house girl hayuko tena, maamuzi ya kitchen party hayapo tena, yanakuwa maamuzi ya maana sasa, na mengine ya aina hiyo. Mwingine ni Asha Rose Migiro, mwanamke wa kwanza kutumikia Umoja wa Mataifa kwa nafasi ya juu. Dr. Asha Rose Migiro aliweka rekodi mwaka 2007 alipochaguliwa kuwa naibu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa. I welcome what will be an historic move by the General Assembly today in establishing UN Women, an entity designed to accelerate progress in meeting the needs of women and girls worldwide. Na kabla ya hapo alikuwa waziri wa mambo ya nje wa Tanzania na baadaye akahudumu kama waziri wa katiba na sheria. Safari yake ya kisiasa ikawapa matumaini wanawake wengi kuwa wanaweza kushika nafasi kubwa kimataifa. Mwingine ni Bi Gertrude Mongella, mwanamke wa kwanza kuongoza bunge la Afrika. This is the principle of equality between human beings, equality between women and men. Mongella alihamasisha ushiriki wa wanawake katika siasa kwa miongo kadhaa, pamoja na kuwa waziri wa habari na utamaduni mwaka 1985, na pia alihudumu kama rais wa bunge la Afrika, na mchango wake bado unaendelea kuwa nguzo kubwa kwa wanawake wanaotaka kushiriki siasa. Mnamo mwaka 2015, Bi Anna Mghwira alijitokeza kuwa mwanamke wa kwanza kugombea nafasi ya urais kupitia chama cha ACT Wazalendo. Mimi mwanamke si utazami kabisa. Mimi naangalia sera, naangalia chama changu, naangalia vyama vingine vinafanya nini, lakini zaidi sana ninaangalia jamii yangu inahitaji nini. Japokuwa hakushinda, hatua yake ilivunja mitazamo ya kijamii na kuwaonesha wanawake wengine kuwa hakuna nafasi isiyofikika katika siasa. Lakini pia viongozi wengine wa kike vijana wakajitokeza na hata kufanikiwa kupita katikati ya wanaume. Miongoni mwao ni Halima Mdee, mwanasiasa hodari wa upinzani. Mheshimiwa Halima, sekunde 30 malizia. Sasa kwa kumalizia nataka tu ufafanuzi kwamba kwa maelezo ya waziri wa fedha, maana yake ni hivi: yale maneno ambayo Mheshimiwa Mbarali tuambia mwaka jana kwamba kuna hichi kitu kinachoitwa EPC+F tumefeli, na sasa serikali tunaanza kufadhili miradi wenyewe, kwa sababu lugha ya EPC+F na kilichozungumzwa kwenye hotuba na anachozungumza Mwigulu ni vitu vitatu tofauti. Naomba kama waziri wa dhamana unijibu. Asante. Usiponijibu vizuri nitashika shilingi yako. Mheshimiwa Waziri vizuri sitashika shilingi yako. Halima Mdee alijipambanua katika sauti thabiti ya wanawake katika siasa za upinzani. Alipokuwa mbunge wa Kawe, alikumbana na changamoto nyingi, ikiwemo kukamatwa mara kadhaa kwa sababu za kisiasa, na licha ya hayo
aliendelea kusimama imara na kuhamasisha wanawake kushiriki siasa za ushindani. Licha ya mafanikio hayo kwa wanawake, bado wamekumbana na vikwazo vikubwa wanapotaka kushiriki siasa za ushindani. Baadhi ya changamoto kuu ni pamoja na mfumo dume katika siasa. Siasa za Tanzania bado zinatawaliwa na mfumo dume, ambapo wanawake wanapewa nafasi chache kushindania majimbo na badala yake hutegemea viti maalum. Uchaguzi wa mwaka 2020 ulionyesha kuwa 37% tu ya wabunge walikuwa ni wanawake, na pia wengi wao waliingia bungeni kupitia viti maalum badala ya kushinda kwenye uchaguzi moja kwa moja. Kikwazo kingine ni unyanyasaji wa kijinsia na manyanyaso ya kisiasa. Wanawake wanajihusisha na siasa huku mara na vitisho na manyanyaso ya kimwili wakati wa kampeni, na baadhi ya wanawake hukumbwa na fujo na hata kushambuliwa. Kingine ni unyanyasaji mitandaoni, ambapo wanawake wanasiasa wanakumbana na matusi na kejeli za kijinsia katika mitandao ya kijamii, jambo ambalo linapunguza ari yao ya kushiriki siasa. Jambo jingine ni ukosefu wa rasilimali za kifedha. Kampeni za kisiasa zinahitaji fedha nyingi kwa ajili ya matangazo, usafiri na mikutano. Wanawake wengi hawana uwezo wa kifedha kushindana na wanaume wenye mitaji mikubwa. Mwaka 2020, utafiti wa Legal and Human Rights Center, yani LHRC, ulibaini kuwa wanawake wengi walishindwa kuendesha kampeni zao kutokana na ukosefu wa fedha. Jambo jingine ambalo ni changamoto ni majukumu ya kijamii na utamaduni. Jamii nyingi bado zinaamini kuwa mwanamke anapaswa kushughulika zaidi na familia na siasa si sehemu yake. Wanawake wanaoingia kwenye siasa mara nyingi hukosolewa zaidi kwa maisha yao binafsi badala ya sera zao. Mfano ni Anna Mghwira, ambaye alipokuwa akigombea urais mwaka 2015, aliulizwa maswali zaidi kuhusu maisha yake ya kifamilia kuliko sera zake. Kingine ni vyombo vya habari na mtazamo wa kijinsia. Vyombo vya habari mara nyingi huangazia mavazi, sura au maisha binafsi ya wanawake wanasiasa badala ya sera zao. Hii inawafanya wanawake wasichukuliwe kwa uzito sawa na wanaume katika siasa. Hapa swali ni moja tu. Je, uchaguzi wa mwaka 2025 utaleta mabadiliko? Kuna juhudi mbalimbali za kuhakikisha wanawake wanashiriki zaidi katika uchaguzi wa mwaka 2025. Serikali inasisitiza usawa wa kijinsia katika nafasi za maamuzi. Mashirika kama Tanzania Gender Networking Program, yani TGNP, yanaendesha kampeni za kuwawezesha wanawake kisiasa. Jamii inazidi kuhamasishwa kuhusu umuhimu wa uongozi wa wanawake. Hata hivyo, bado kuna changamoto kubwa. Ikiwa wanawake wataendelea kutegemea viti maalum badala ya kushindana katika majimbo, basi ushiriki wao hautaweza kuleta mabadiliko makubwa katika siasa za Tanzania. Maadhimisho ya siku ya wanawake duniani yanapaswa kuwa mwamko kwa taifa kuona umuhimu wa usawa wa kijinsia katika siasa. Vyama vya siasa, serikali na jamii kwa ujumla wanapaswa kuwapa wanawake nafasi sawa kugombea majimbo bila vikwazo, kupambana na manyanyaso ya kisiasa dhidi ya wanawake, lakini pia kutoa mafunzo na msaada wa kifedha kwa wanawake wanaotaka kushiriki siasa. Ikiwa hatua hizi zitachukuliwa, basi uchaguzi wa mwaka 2025 unaweza kuwa wa kihistoria kwa wanawake wa Tanzania. Usawa wa kijinsia katika uongozi si ndoto. Ni jukumu letu sote kuhakikisha inatimia.